kufungua tawi hili hapa Tegeta. Na mimi kama waziri wa fedha na mipango ninapata faraja sana ninapoona huduma za kifedha zinakuwa, lakini hasa pale ambapo zinawafuata wananchi walio wengi. Kidogo pembezoni mwa miji, benki zote ziko katikati kule. Kwa hiyo ninafurahi sana kwamba benki ABC imesogeza huduma zake karibu na wananchi waliko. Bila shaka mtaendelea. Mwenyekiti wa board, niwapongeze sana kwa juhudi mnazozifanya za kupanua hii huduma muhimu ya kibenki ili kuwafikia Watanzania. Na hata hivyo, changamoto kubwa mbele yetu ni kuhakikisha kuwa taasisi za fedha, ikiwa ni pamoja na benki hii, zinaendelea kupanua huduma zake mpaka vijijini. Unajua kule vijijini tulikotoka, wengine wanaweka bado hela kwenye vibuyu, huwezi kuamini. Basi wengine ndiye ananunua kakuku, au kuku akifa na mdondo basi akiba yake imekwisha. Kwa kweli serikali ingependa kuona huduma za taasisi za fedha zinaelekezwa zaidi pembezoni mwa miji, lakini hasa kwenye vijiji na wilaya zetu ambazo ziko pembezoni, ambako kama nilivyosema wako Watanzania wengi wanahitaji kupatiwa huduma za kibenki. Mwenyekiti wa board na management, naomba niwaachie changamoto hii kwamba muone namna utakavyojielekeza kusaidia jamii ambayo ina kipato cha chini, hasa vijijini na kwenye sehemu nyingine za pembezoni. Lakini mfanye hivyo bila vikwazo na masharti magumu. Nilikuwa na kusikiliza hapa, ulisema tu juu ya riba za kuweka, ukusema juu ya riba za kukopa. Na huko ndio kwenye shida ya wananchi wengi. Wana mawazo mazuri ya kujiendeleza katika maisha na kuchangia uchumi wa taifa, lakini kwenda kukopa asilimia 20, 24, 28, ili mwenyekiti wa board mlitazame. Nieleza kwamba mna satellite branches katika mikoa yote na wilaya 100 kwa ajili ya kutoa mikopo kwa watumishi. Jambo jema. Sasa niwaombe huduma hizo mzielekeze pia kwa wajasiriamali na wakulima. Toa mikopo kwa wajasiriamali wadogo na wakati, yani SMEs, na sio watumishi peke yao. ABC, part of Atlas Mara, has been in this country since 1996, starting off as UCL, which was a leasing company. We've come a very, very long way since then. We are now part of a listed entity in London called Atlas Mara. Through this listing in London, we are able to attract capital to Sub-Saharan Africa and attract capital to Tanzania. So I think that is a magnificent springboard for us. Ni furaha sana kuwa na waziri wa fedha leo, kwa sababu tunajua ana kazi nyingi sana. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii kushukuru sana kwa kweli kutoa muda katika muda wake adimu kuja kutembelea hapa na kufungulia vitabu. Najua ana kazi kubwa sana, uchumi wa dunia umekaa vibaya. Sisi bado tuko imara, lakini challenge zake ni kuhakikisha kwamba tuko imara zaidi na zaidi, na Tanzania tuonyeshe njia. Kwa hiyo tunamwambia kwamba tutaendelea kumwombea na kutakia yote mema, afaulu katika kufanya.
Waziri ametupa changamoto kadhaa na ametueleza nadhani kwa niaba ya benki zote Tanzania kwamba tunahitaji kama benki kusogeza huduma zetu karibu zaidi na wananchi. Na sisi hicho ndo tunapigania katika market. Yes, ukiangalia products, kila mtu anazo products ambazo tunawapa wateja, lakini cha msingi kabisa ambacho tutaendelea kuchanganua na kuendelea kutambua kwamba sisi tuko tofauti na wengine ni swala la service. Napenda kuchukua wasaa huu pia kusema kwamba tunajitahidi kuangalia products zetu na kuzichanganua kwa zaidi, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba Watanzania tunaendelea kuwa na culture ya kuwekeza, service culture. Ukiangalia mheshimiwa, hatuna culture ya kusave. Kwa hiyo katika products ambazo tunajaribu kupromote sasa hivi ni pamoja na savings culture.